السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Allah subhanahu wa ta'ala anatuweka sawa katika aya hizi mbili, zitakuwa ndio somo letu. Huku nyuma tulizungumza tukaishia kwenye kuzungumza sifa za Allah katika majina yake Ar-Rahman Ar-Rahim, na tukazungumza sana Ar-Rahman. Sawa? Tukasema hili jina Ar-Rahman, mwenye rehma kubwa nyingi duniani, rehma zinaowaenea wote viumbe vyake, zimeenea kila kitu. Lakini rehma hizo hizo tukasema huwa pia anawapa rehma haswa wale wanaojisogeza kwake, ndio wanaojipendekeza wanapata rehma haswa. Sasa fikra ya rehma hii, rahma zake kubwa nyingi, kuna watu wengine hutia kwere maneno wakasema Mungu mwenye upendo, mwenye rehma, iweje kuna misukosuko duniani? Mpaka wakanasibisha misukosuko na matatizo ni ya shetani. Sawa? Kwamba Mungu upendo, alafu akupe misukosuko, kuugua nini, hii yote na shetani. Na niliulizwa swali moja pia kwamba shari na kheri, kheri na shari vyote vimeumbwa na Mungu, ndio tukalifafanua vizuri sana. Tukasema kheri na shari kweli vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah ananasibishwa kheri tupu, anasibishiwi shari. Shari tunaleta sisi, ndio hivyo. Tukafafanua namna gani shari tunaleta sisi. Sasa na hii ya misukosuko kuwa inaletwa na shetani, kama vile Allah haleti msukosuko, haleti taabu. Sasa nataka nikupigie mfano kidogo kwanza wetu wa maisha ya kidunia, alafu walillahi almathalul a'la. Allah mfano wake ni wa juu sana. Hivi mtu anapokwenda hospitali akafika kidole kinamsumbua, tibu, hakiponi. Wakakiangalia vizuri, wakamwambia ugonjwa huu unaonekana tena ni wa kuambukiza huu, hiki kidole tukikate. Baada ya kugundua ugonjwa ule, wakaona wakate kidole. Huku kukata kidole ni adhabu kwake au ni rehma kwake? Ni rehma. Anakubali kwa moyo mweupe kabisa, kata kidole, kwa sababu akikatwa kidole ndio salama yake, kama sivyo. Walillahi almathalul a'la. Mfano wa Allah ni wa juu sana, mwenye rehma kubwa. Allah kuna wakati anatupa mitihani, tena mitihani yenyewe akabaini mwisho, la'allahum yarji'un, huenda wakarudi wakatubu. Sawa? Sasa sikiliza hizi aya mbili. Moja, Suratul Rum aya 41, dhahara alfasadu fil barri wal bahr, umetokea uharibifu nchi kavu na baharini, bima kasabat aidi nnas, kwa yale ambayo mikono ya watu imefanya. Ndio ile shari tuliyozungumza, tunaifanya sisi au ni Allah?
sisi. Sawa? Uharibifu nchi kavu na baharini umejitokeza kutokana na mambo yanayofanywa na mikono ya watu. Sio Allah ameleta uharibifu ule. Allah amefanya kheri tupu, ameumba vitu vyote vinakwenda kwa mpango mzuri. Lakini sisi sasa tunasema hiki tukiweke hapa, hiki tukiweke hapa. Pale tunaposema hiki tukiweke hapa, hiki tukiweke hapa, shida inaanzia hapa. Kumbe ulikuwa hujui hapa hapakustahili huyu. Unaona kuna vidudu fulani vinatukerakera hapa, viueni. Watu wanaviua vyote. Wakishaviua alafu wanakuja kuona kuna miti fulani imeota inawasumbua kweli. Nini? Kumbe vidudu hivi vilikuwa vinakula kwenye mizizi kule, kuna balance nzuri, ile miti ipo na vidudu hivi vipo, wala haviwasumbui kitu. Baadaye miti hii imekuaje? Wenyewe baada ya uchunguzi mnakuja kuona tutafute tena namna ya kuvileta vidudu hivi. Ndio hivyo? Kwa hiyo vile vidudu kuwepo ilikuwa ni kheri, ni shari. Lakini sisi kuviondoa ndio tukaleta shari. Ndio hivyo? Na ndio hivyo pori linaweza likuwa lina neema kubwa, limewekwa lina balance. Wanyama wanaokula nyama kidogo, wanaozaliana wengine wakuliwa wengi. Ndio hivyo? Wenyewe wanakula, hakuna shida, kila kitu kinakwenda. Lakini anaingia binadamu anataka kupiga tembo. Anaua tembo 40, 50, 60, amewapiga wote. Baada ya kupiga wale tembo amechukua pembe, alafu pori akaliacha lina mizoga ya tembo. Kwa miezi mingapi patakuwa pale pameharibika? Maana fisi watakula, wengine watakula, lakini bado kunanuka. Lakini ilipokuwa unakula wenyewe wanyama kila wakiwinda, wakila mnyama, asubuhi fisi nao wamekuja wamekula, asubuhi kabisa wamefika tai nao wamekuja wamechukua, ndio mpaka damu wanakuja wale vidudu vinavyosukuma vinaondoa, kumesafishika safi, hakuna uharibifu. Umeona mwanadamu ndiye anafanya uharibifu Sasa Allah anasema dhahara alfasadu fil barri wal bahr, uharibifu umedhihiri nchi kavu na baharini, bima kasabat aidi nasi, kwa yale ambao mikono ya watu imefanya. Sasa Allah anauachia uharibifu ule uonekane, liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu, ili awaonjeshe baadhi tu ya yale walioyafanya. Baadhi tu, wala sio yote, kwa sababu mengi anasamehe. La'allahum yarji'un, huenda wakatubu wakarudi kwa Allah, wakajua tumefanya vibaya, mambo yakakaa sawa. Imekaa sawa. Aya nyingine akatuambia hivi, walanudhiqannahum, na tutawaonjesha hawa viumbe, min aladhabi aladna, adhabi ya mwanzo ndogo, duna aladhabi alakbar, tuachilie mbali ile adhabu kubwa, tutawaonjesha hii ndogo kwanza. La'allahum yarji'un, huenda wakarudi wakatubu ili wasipate adhabu ile kubwa. Kwa hiyo misukosuko hii hikma yake ni Allah kutuweka sawa, anatuonyesha hasara za yale tuliyoyafanya. Tena sio zote, anatuonyesha kidogo. Tukifanya kitu kibaya anatuachia kitoe hasara kidogo ionekane, ili nini? Ile adhabu tunaoipata kwenye mtihani ule tuzinduke, tutubu, tusifanye tena, tupone adhabu ya kule akhera kubwa. Sasa swali linakuja, huo mtihani inakuwa ni shari au ni rehma kwa Allah? Kivya bwana. Ikija ile adhabu kipindi kile inakuwa ni rehma au ni shari kwako? Kwa hiyo Allah ni Rahman kwa kila namna. Tunalichukua lile jina Rahman, lile ni Rahman kwa kila namna, rehma tupu. Hata wakati ikija mtihani ni rehma. Huwa anataka Allah uzinduke, kwa sababu anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kutulea, anasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah habadilishi yale yaliyoko kwa watu mpaka waamue kubadilisha yaliyomo ndani ya nafsi zao. Yani maana yake akikupeni neema habadilishi akaiondoa mpaka mnapokuwa mumeacha kushukuru kwenye neema ile. Mkiacha kushukuru anaiondoa. Sasa hatoirudisha mpaka mbadilishe yaliyomo ndani ya nafsi zenu, mtubu. Mkitubu atarudisha neema, muonyeshe shukrani, atazidisha neema zile. Allah subhanahu wa ta'ala anatuweka sawa. Qur'ani inatoa majibu ya kila maswali. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum
la azidannakum. Eleza mtume wakati ule Allah alipotangaza, mkionyesha shukrani nitakuzidishieni neema. Wala in kafartum, mkikufuru neema hamshukuru, inna adhabi la shadid, adhabu yangu ni kali. Na adhabu anaoileta duniani Allah, lengo tutubu. Tuko vizuri? Kwa hiyo siku zote bado Allah ni Rahman, mwenye rehma nyingi kwa viumbe. Hata pale unapoona kumekuja mtihani unaokusumbua kidogo, zingatia kuna nini, bado kuna rehma za Allah hapo hapo, kama vile kukatwa kidole kwa ajili ya mwili mzima kupona. Sawa sawa, ndio Allah subhanahu wa ta'ala anavyotufanyia. Tubakie kwenye jina lake Ar-Rahman, Allah mwingi wa huruma, ana huruma nyingi sana kwa viumbe. Tujipendekeze ili tupate na rehma nyingine hasa. Tusipojipendekeza zitabakia zile zile rehma kwa wote tu, zile hizi nyingine hasa tutazikosa. Na hizi hasa hizi Mungu anaweza akamfungulia mtu anachomfungulia huyu, pengine hakumfungulia huyu, kwa kiasi cha anavyotaka mwenyewe, kiasi anavyotaka mwenyewe. Anaweza akamfungulia mtu vitu vikubwa sana ambavyo hata nabii hakumpa. Alimfungulia Khidri mambo ambayo hakumfungulia Nabii Musa, na Nabii Musa ni katika ulil azmi min ar-rusul, ndivyo sivyo? Alimfungulia kiumbe fulani hata hatambuliki pale kwa Nabii Suleiman, akaweza kuchukua arshi kutoka kwa Balqis. Nabii Suleimani sio yeye aliyefanya vile, sawa sawa, wala hajui amechukua vipi huyu katika mamlaka yangu kirahisi namna hii, ameichukua tap, anamwambia kabla hujapepesa hiyo hapo. Kwa hiyo tujipendekeze kwa Allah. Tukijipendekeza tutapata na zile rehma hasa. Nimependa nifikishe ujumbe huu, mitihani hikma yake nini? La'allahum yarji'un. Tusije tukasema shetani ana mambo ya kwake, lakini mitihani Allah anaileta kutuweka sawa, tusipate adhabu kule kubwa. Kwa hiyo adhabu ndogo hii ni kama vile kukatwa kidole kwa ajili ya kupona mwili mzima. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.